Naam, naam. Ya, nilikuwa nataka tuzungumze kuhusiana na tukio ambalo mnalifanya la video launching ya msanii wako wa Kaswida Hawa Gilka. Ya, tuanzie kwenye maandalizi ya shughuli nzima ambayo inafanyika leo, lakini pia uzungumzie namna jinsi ambavyo mwitikio ulivyo. Kuanzia mmepata idea kufanya hili tukio ambalo mnalifanya leo. Karibu. Kwa mpaka sasa hapa sisi katika asilimia tuna asilimia kama 90 hivi na 10% katika utekelezaji tu, lakini kuanzia upande wa tiketi, mauzo ya tiketi, sababu ni watu maalum tu, ni watu, na hili hakuwa hawa ni jambo lake la kwanza. Kwa hiyo kaamua tuanze na hii, na baadaye inshallah tutaandaa matamasha makubwa ya Kaswida ya ambayo yanamhusu yeye Hawa Gilka. Sawa, twende kwenye jambo ambalo mnalilaunch pia. Tunazungumzia Nisamee launching video ambayo mnaifanya leo. Ni jambo lenu la kwanza, lakini mwitikio wake umekuwa mzuri. Hii ina ishara gani kwenye kile ambacho mnakifanya, ama inakuwa inaashiria kitu gani? Unajua haya mambo yetu ya upande wa Kaswida haya huwa hayana mtiko sana kwa watu. Sasa tunajaribu kufanya vitu kwa aina tofauti upande huu, hasa upande wa Kaswida, ili na sisi pia tuwe katika nafasi ambazo za upande wa pili wanazo, kwa sababu ukizungumzia video launch katika upande wa Kaswida haikuwahi kufanyika. Hakuna msanii ambaye aliyewahi kuzindua video. Mara nyingi watu wanazindua album, video, wanazindua audio, lakini leo sisi tunaonyesha utofauti. Tunajaribu kidogo na sisi kufanya ubunifu ambao kwa upande wetu, upande wa Kaswida tupo nyuma sana. Tuombe Mungu inshallah jambo liwe zuri zaidi, ili tutakapofanya jambo lingine la pili kuwe na ukubwa zaidi kuliko hili ambalo tunalifanya leo. Sawa, tuzungumzie pia, wanasema kwenye kila jambo ambalo linakuwa lina mafanikio lazima ugumu uwepo, lazima changamoto ziwepo. Ni zipi ambazo mmekutana nazo wakati mnaliandaa jambo lenu, lakini pia ni kwa namna gani ambavyo mmeweza kufanya na mkaweza kufaulu kufanikisha hili? Changamoto zipo, kila upande kuna changamoto zake, lakini changamoto ya upande huku ni hivyo tu, uuzaji wa tiketi, kwa maana kitu cha Islam bado hatujaamini. Unajua, tunategemea sana ile kwamba nitumie bwana na mimi nishiriki. Bona mwamba na mimi tiketi hata yani hizo kauli hizo za kimamba mwamba, yani atuonyeshe kwamba sisi kwanza tusapotiane wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kama kiingilio cha leo ni kidogo sana, ni nyingi 20,000 lakini ni ndogo. Lakini sasa mpaka mtu hapo mtaanza kulaliana kwamba mwamba bwana, mimi nakwenda jambo lako bwana, nakuja kunini, lakini msafiki hapo huyo kwenye comment kwenye nini, akiona mtu anakusifia kazi kubwa na kazi kubwa bila support haiwezi kwenda. Waisheni support ili yule mtu ambaye anafanya kile jambo anajitolea apate nguvu kwamba kumbe ninachokifanya kinafika. Sasa hii changamoto kubwa ni hiyo tu, kwamba watu tuna mazoea kwamba tunajuana kwamba mimi nitaingia tu. Sasa kitu kama hicho hakipo. Hatupo serious kwenye upande huu wa matamasha. Babdeo, nakumbuka Aswalatu ni project ambayo ina kama mwaka sasa hivi tokea muiachie, na director ulikuwa ni wewe, na of course umepita mwaka hamjaachia project yoyote. Nisamee mmeamua kuifanya kwa ukubwa huu. Kipi ambacho kimewapelekea nyie kufanya hivi? Ni kumrejesha tena Hawa Gilka kwenye zile project zake yeye kama yeye kwa nguvu zaidi, na mengine makubwa endelee kutokea? Tulikaa kimya kwa sababu ya maandalizi pia. Sio, unajua tushazoea kwamba mtu kila siku mtu anaachia kasida. Yaani inazoeleka. Sasa tunaachia kasida, haya nini kinapata kingine? Lazima tuonyeshe ubunifu. Sasa ule ukimya ule wa mwaka mzima, kwa sababu sio katika Swalati tu, hata katika Tubu ya kwanza ilikuwa hivyo. Tuliachia mwaka mmoja tukaachia Swalati. Kwa hiyo kila unapokaa kimya pia, unajua mimi napenda sana vitu vipya. Napenda sana vitu vipya, sipendi vitu vya kurudia. Sasa unapofanya, mfano mimi katika kanuni yangu ya maisha kwamba mwaka huu nimefanya hiki, mwakani nifanye kitu kingine tofauti na kirani, niboreshe. Sasa mwaka jana na mwaka juzi tulifanya vitu tofauti. Hasa katika upande huu wa video, na hata baadaye watu wakitazama ile video wataona tofauti mwaka jana na mwaka juzi, kwa maana kidogo tumevuka kuna upande mwingine. Sasa tukizungumzia ukimya pia ni katika jambo ambalo la kujipanga. Sisi tumejipanga ndani ya mwaka mmoja nini tufanye, na inshallah baada ya kazi hii sasa tegemee kila baada ya miezi mitatu au kila baada ya miezi minne tutakuwa tunafanya jambo, na hilo jambo na kila jambo litakuwa na utofauti wake. Leo tutaachia video, tunafuata tutaachia album, tutaachia, yani ni hivyo tu, kitu cha utofauti. Hili na sisi upande huu
tupate miamko. Tushazoea matamasha, mtu afanya tamasha kasida, anasija ili akifanya matamasha tutafanya kidogo tofauti wa matamasha na hizi show za kawaida hizi. Mmeanzia nyumbani Dar es Salaam, tutegemee pia kuipata neema hii na kwenye baadhi ya mikoa hapa nchini? Hiyo tupo katika plani hiyo. Inshallah tukianza moja kwa moja sasa tutaanza Dar es Salaam, tena tutakwenda Mwanza, tutakwenda Tabora, yaani tutazunguka baadhi ya mikoa hii. Kidogo tu unajua huyu hawa bado ana mashabiki. Okay. Kwa hiyo sasa tunataka tupate wale mashabiki zake original, kama anapokwenda hawa kuna mashabiki zake hawa. Kwa hiyo sasa kila anapokwenda pia wao wanamfuata, iwe mitandaoni iwe wapi, lakini lazima apate. Na hilo tunajithibitisha kwamba kila atakapokwenda basi mashabiki lazima wamfuate. Na hilo ndio lengo. Hii na sisi inshallah upande wetu tuna utofauti. Baadhi ya sababu leo ni special kwa ajili ya hawa. Okay. Kama itatokea hiyo au fursa hiyo ya wasanii, kwa sababu kutakuwa na salamu pia za watu tofauti, viongozi, wasanii, kumzungumzia hawa baada ya uzinduzi video kuona, tuwakaribisha nao watoe neno lao. Kwa maana sasa kama itatokea fursa ya msanii kuperform, basi hiyo ipo katika kipengele cha ziada, lakini leo ni kwa ajili ya hawa tu. Kwa hiyo anayekuja leo anakuja kumtazama hawa. Maswali yetu mawili ya mwisho shehe ni kuhusiana pia na msanii wako ambaye ni Hawa. Ni tutegemee kwamba atakuwa anafanya kazi kwa sasa yeye kama yeye, ama ataendelea kuwepo bado kwenye bendi ambao wengi walimfahamu pia kupitia hicho? Hawa peke yake anajitosheleza. Okay. Naweza kuambia kwamba anatakiwa tunafanya hivi ili awe na mashabiki zake. Okay. Kwa hiyo itakapotokea hawa anahitajika mfano sehemu nyingine tofauti, hiyo ni swala la viongozi, wapo wasimamizi wake ambao wanasimamia hilo swala. Okay. Watakaa chini na utakapomuona basi kuna mazungumzo tayari yashafanyika. Kwa maana sasa hivi sio Hawa yule ambao mwaka jana au mwaka juzi. Tunaweza tukashare baadhi ya moment ambazo ulikuwa unazipitia kwenye wakati unafanya hii kazi. Kuna kitu gani ambacho unakikumbuka uwezo ukakisahau wakati mnafanya production ya hii Nisamee? Sababu target ya hii kasida ni kufanya katika muonekano wa jangwa. Okay. So huku kwetu jangwa ni mtihani. Kwa upande wa Dar es Salaam jangwa huko hakuna. Sasa tukatarget upande wa bahari, kwa maana tuna target mfano bahari haipo, yaani misafiri maji, tunakupa maji kijana kuondoka. Hata ule muda ambao tunategemea maji hayapo tunakuta maji yamejaa. Okay. Ilikuwa ni target tutokea alfajiri sana. Yeah. Sasa nafikiri kutokana na hali ya hewa sasa hivi mvua hubadilika. Kwa hiyo safari subiri ikatulazimu tusubirie mpaka sasa tumepaka tangu alfajiri. Location. Kwanza tukae mpaka saa 6 kusubiria maji kuondoka mpaka saa 6 saa 7. Na unajua changamoto ya jua la saa 6 kufanya video. Yeah. Na sisi pia hatukwenda na full vifaa, kwa maana asubuhi inakuwa hakuna jua. Kwa maana hatukwenda na vizuizi vya jua. Kwa hiyo ikatulazimu sasa kutumikana gharama ya kuleta baadhi ya vifaa ambavyo hapa kuzuia jua, kwa sababu saa 6 na kwa jua ni la utosi kidogo. Yeah. Kwa maana kwenye upande wa video jua likipiga utosi picha huwezi kupata nzuri. Kwa hiyo ikatulazimu sasa kupata vifaa vya kuzuia jua, reflector zile kubwa. Kwa maana tukatoa mjini tukapeka kule nje ya mji. Mwezi alhamdulillah jambo limekuwa na tumepata kile ambacho tunachokitaji, japokuwa sio kile katika asilimia kubwa. Ni asilimia chache tu ambayo ilipungukiwa, lakini alhamdulillah lengo lilikuwa ni ile na tumekamilisha. Mimi nikushukuru, lakini la mwisho ambalo unaweza ukashare pia na baadhi ya wale ambao wanaofuatilia, lakini pia hata yule ambaye anayesikiliza na interview hii kupitia ZVP Online TV, unamwambia nini kuhusiana na Hawa kwa mwaka huu wa 2023 kwenda 2024? Watu wategemee kwamba mambo mazuri hapo. Yaani nakwambia ule ukimya ambao tulokaa mwaka mzima tumejiandaa, kwa maana tumejiandaa kuanzia video, tumejiandaa kuanzia mpaka audio. Kwa maana tuna kikapu cha kasida. Kwa hiyo sisi tu wenyewe tuchague kwenye kapu letu tutoe kasida moja au tutoe kasida mbili kati ya wiki.
Kwa hiyo ni sisi tuamue na upande wa uongozi mzima. Kwa hiyo watu wajiandae kupokea vitu tofauti, sio kasida zile za watu walizozoea. Kuna utofauti kabisa, kwanza uimbaji, upande wa ala, nazungumzia music, upande wa biti, naona na hata ubunifu wa hizo kasida ambazo zinazokuja safari hii. Kwa hiyo wategemea makubwa sana na utofauti wa ladha tofauti. Shukrani Shehe, mimi nikushukuru na niwatakie kila lenye heri kwenye jambo lenu ambalo mmelifanya kwa siku hii ya leo. Shukrani sana.